Ujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati Marekani ikilenga miundombinu ya kiraia nchini Iran, kuna taarifa zingine kutoka huko nchini Iran zikieleza kwamba katika mashambulizi yaliyofanywa katika siku ya Ijumaa na Jumamosi, kuna maeneo yamelengwa katika vituo vya Marekani na madaraja kadhaa huko nchini Bahrain kama sehemu ya kulipa kisasi kilichofanywa na Wamarekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelipa kisasi kwa kushambulia maeneo mengi ya kijeshi ya Marekani huko nchini Bahrain, nchini Kuwait, nchini Jordan na maeneo mengine kadhaa katika Mashariki ya Kati, katika kile ilichokisema kwamba ni kulipa kisasi mashambulizi yaliyofanywa na Marekani, ambapo mashambulizi ya wakati huu ya Marekani yameharibu miundombinu ya kiraia ikiwa ni pamoja na vyanzo vya uchenjuaji wa maji ya chumvi kuwa ya baridi, lakini pia pamoja na madaraja. Jeshi la Iran limetangaza kwamba katika awamu ya 15 ya operesheni yake limelenga maeneo ya ndege pamoja na matangi ya mafuta katika kituo cha Sheikh Isa nchini Bahrain kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani za kujilipua. Taarifa hiyo pia ilidai kwamba madaraja kadhaa nchini Bahrain yalilengwa na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani, na hata hivyo si maafisa wa Bahrain wala Marekani ambao wametoa maoni juu ya kiwango cha uharibifu au uwezekano wa kuwepo kwa majeruhi. Hata hivyo, kipindi hiki ni kipindi cha vita ambavyo imekuwa ni vita inayoharibu kila kitu katika Mashariki ya Kati bila kutazama juu ya mashambulizi haya kama yana athari kiasi gani. Jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi kwa usiku wa 7 mfululizo dhidi ya Iran tangu Rais Donald Trump atangaza makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda kwamba yamefutiliwa mbali. Katika taarifa iliyotolewa kwenye mtandao wa X, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM iliandika kwamba vikosi vyake vimeshambulia maeneo ya uchunguzi, miundombinu ya vifaa vya kijeshi, maghala ya silaha yaliyopo chini ya ardhi, uwezo wa kijeshi wa majini wa Iran. Jeshi hilo la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema pia kwamba meli mbili za mafuta zililipuka katika mlango wa bahari wa Hormuz wakati zikipita katika sehemu ya njia ya meli iliyokuwa na mabomu ya ardhini. Taarifa hiyo ilipuuzwa. Hata hivyo, CENTCOM ilisema kuwa taarifa hiyo haikuwa na ukweli wa kutosha. Vikosi vya jeshi vya Jordan vilisema vilidungua makombora 10 ya Iran yaliyorushwa kwenye anga yake usiku huo, ingawa hakukuwa na majeruhi wala uharibifu wowote. Na CENTCOM ikasema kuwa ilimaliza mashambulizi yake saa 3:30 saa za Mashariki ya Kati baada ya kufanya mashambulizi hayo kwa muda wa saa kadhaa. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisema vikosi vya Marekani vilitumia ndege za kivita, ndege zisizokuwa na rubani na meli za kivita pamoja na vifaa vingine katika operesheni hiyo ambayo kimsingi ililaniwa katika mikutano ya Umoja wa Mataifa kwamba kuharibu miundombinu ya kiraia ni kosa katika makosa ya uhalifu wa kivita. Hii pia ni kauli iliyotolewa na balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa akisema kulenga miundombinu ya kiraia ni uharibifu wa kivita. Mwakilishi huyo katika Umoja wa Mataifa kutoka nchini Iran amelaani vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya miundombinu ya raia wa Iran. Katika barua kwa Baraza la Usalama, Amir Said Iravani alisema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara kwenye maeneo ya kiraia, hasa barabara na mitandao muhimu ya usafiri wa reli, inachukuliwa kwa uhalifu wa kivita. Balozi huyo wa Iran pia alionya kwamba iwapo Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama havitachukua hatua madhubuti, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina haki yake ya kujibu na kwa mujibu wa sheria itachukua hatua zote zinazohitajika ili kulinda mamlaka yake, ukamilifu wa mipaka yake, watu wake na maslahi yake muhimu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia zaidi.